Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Taarifa za kijasusi za Mossad zinadai kwamba Iran imesafirisha idadi kubwa ya wanajeshi pamoja na silaha kuwapatia wapiganaji wa Kihouthi nchini Yemen. Iran iliwasafirisha kwa ndege makamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, washauri wa kijeshi na vifaa vinavyohusiana na makombora na ndege zisizokuwa na rubani hadi Yemen mwezi huu, kulingana na vyanzo vinne, katika hatua inayopendekeza Tehran inataka kuimarisha uwezo wake wa washirika wake wa Kihouthi kutishia meli katika Bahari Nyekundu. Vyanzo vinne vinavyofahamu suala hilo, vikiwemo vyanzo viwili vya Iran, waziri wa habari wa Yemen na mchambuzi wa masuala ya usalama wa kikanda, vilisema Iran ilihamisha wafanyakazi wa IRGC na vifaa vinavyohusiana na kijeshi kwenye ndege kutoka Tehran hadi Yemen Julai 13, jambo ambalo halijaripotiwa hapo awali. Vyanzo hivyo viwili vya Iran viliambia Reuters kwamba kati ya wafanyakazi 10 na 21 wa IRGC, wakiwemo makamanda wakuu, walikuwa kwenye ndege ya Mahan Air. Ndege hiyo awali ilikuwa ikielekea katika mji mkuu wa Sanaa unaodhibitiwa na Wahouthi, lakini ilielekezwa katika bandari ya Bahari Nyekundu ya Hodeida baada ya ndege hiyo kushambuliwa na Saudi Arabia. Iran inadaiwa kwamba katika nyakati hizi imeendeleza mpango wake wa kutaka kushirikiana zaidi na Wahouthi katika kuhakikisha ina wadhibiti wa Marekani pamoja na majeshi ya Saudi Arabia, ambayo kwa namna moja ama nyingine yanahitaji kufanya mapambano dhidi ya wapiganaji wa Kihouthi pamoja na wa Iran. Hata hivyo, rais wa Marekani Bwana Donald Trump aliwaambia wa Iran kwamba endapo Wahouthi wa Yemen wataendelea kushambulia meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Bab al-Mandeb, Marekani itashambulia vikali Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kile anachosema ni kulipa kisasi mashambulizi ya meli hizo, kwani wanaamini kabisa kwamba wa Iran wanalisaidia kundi la wapiganaji wa Kihouthi wa nchini Yemen. Iran inataka kuimarisha uwezo wa Wahouthi. Vyanzo vya kijasusi vya Israel vilieleza kutumwa huko kunatoa ushahidi mpya wa juhudi za Iran za kuwapa nguvu Wahouthi ambao wamekuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe dhidi ya serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudia, inayotambuliwa kimataifa kwa zaidi ya mwongo mmoja, na wameshambulia majirani wa Ghuba kwa makombora na ndege zisizokuwa na rubani. Wizara ya mambo ya nje ya Iran haikupatikana mara moja kutoa maoni yake, lakini Tehran imekanusha mara kwa mara kuwapa silaha pamoja na wanajeshi watu wa vuguvugu la Wahouthi huko Yemen, kwamba wao ndio wanaolisaidia kundi hili. Hakukuwa na majibu ya haraka kwa maoni ya maombi yaliyotumwa kwa maafisa wawili wa Kihouthi. Kundi hilo hapo awali lilikana kuwa wakala wa Iran na limesema linatengeneza silaha zake. Wapiganaji wa Kihouthi walianzisha vizuizi vya Saudia siku chache baada ya makamanda kufika, siku 3 baada ya ndege hiyo kufika Yemen. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa Tehran iliwataka wapiganaji wa Kihouthi kusimama tayari kufunga njia ya mafuta ya Bahari Nyekundu ikiwa Marekani itashambulia miundombinu ya nishati ya Iran, na hivyo kusababisha tishio jipya kwa usambazaji wa nishati duniani. Mnamo Jumatatu, kundi hilo ambalo eneo lao la udhibiti wa nchini Yemen linatazamana na njia ya maji lilitangaza kuifungia Saudi Arabia kutokana na shambulio la Julai 13 katika uwanja wa ndege wa Sanaa ambalo walisema lilitekelezwa na Saudia. Hatua hizo ziliashiria kumalizika kwa mapatano ya miaka 4 kati ya Riyadh na Wahouthi. Tishio lao kwa mojawapo ya njia kuu za biashara za baharini duniani liliongezeka zaidi siku ya Alhamisi wakati kundi hilo liliposema kuwa limeshambulia meli 2 za mafuta za Saudia. Muammar al-Eryan, waziri wa habari katika sekta ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia, alithibitisha uhamisho wa wafanyakazi na vifaa vya ulinzi katika mahojiano ya simu na shirika la habari la Reuters mnamo Jumatano, akinukuu taarifa za kijasusi. Dhamira yao ni kuimarisha uwezo wa kijeshi wa wanamgambo na kuwatayarisha kutishia usalama wa kimataifa wa baharini katika Bahari Nyekundu na mlango bahari wa Bab al-Mandeb, alisema. Mzahim al-Saloum, mchambuzi wa masuala ya usalama na ujasusi ambaye amefuatilia Wahouthi na makundi mengine yanayoungwa mkono na Iran kwa miaka mingi, pia alithibitisha kuwasili kwa wataalamu wa IRGC kwenye ndege mnamo Julai 13. Hata hivyo, hofu inazidi kuongezeka kwamba wapiganaji wa Kihouthi wamepata nguvu mpya kupata usaidizi kutoka nchini Iran, na kwamba nguvu kubwa ambayo itatumiwa itakuwa si ya kawaida. Endelea kutufuatilia, lakini ni usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.
Naitwa Dam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri duniani.